Na mtazamaji wa Faida Online TV, ni usiku mzito, ni usiku unaobeba historia ngumu kifuani mwa Bi Sophia Musa Chitundi, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 80, mkazi wa kata ya Nanyamba, halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara, ambaye usiku huu wa Januari 12, 2026 nyumba yake inateketea kwa moto kama unavyoona. Bi Sophia ameishiwa nguvu mara baada ya kushuhudia nyumba hiyo ikiteketea, huku vitu vyote vilivyomo ndani ya nyumba hiyo vikiungua. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, usiku huu tumepata nafasi ya kuzungumza na afisa mtendaji wa Nanyamba, ndugu Faraji Libanda, akituelezea hali ilivyokuwa. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Naitwa Libanda, mtendaji wa mtaa wa Nanyamba. Ndio. Ilikuwa kama majira ya saa 4. Ndio. Ndio nilipigiwa simu na uongozi wangu wa serikali ya mtaa. Naam. Juu ya tukio la nyumba kuungua kwa moto kwa nyumba. Ndio. Na nilifika mpaka eneo la tukio. Naam. Na nikakuta tukio bado linaendelea. Ndio. Na hiyo nyumba inafahamika kwa mmiliki, anafahamika kwa jina Sophia Musa Chitundi, ambaye ndiye mmiliki wa hiyo nyumba. Naam. Na ni mtu mzima, anakadiriwa kumfika umri kama miaka 80 hivi mpaka hivi sasa. Okay. Ndio. Na mlipofuatilia, nini chanzo cha moto huo? Ndugu mwandishi, mpaka tunafikia kuondoka katika eneo la tukio, Ndio, hadi kubaini chanzo cha moja kwa moja. Kwa hiyo tumeshindwa kupata taarifa za mwenyewe ambaye aliyekuwa anakaa kwenye hiyo kaya moja kwa moja. Ndio. Kwa sababu ameshinda kabisa kuongea. Yeah. Na amechukuliwa na ndugu wao, familia wamemchukua kwa ajili ya kuhifadhi mpaka pale ambapo atakapokuwa amekaa sawa. Athari gani ambayo imetokea kubwa kwenye nyumba hiyo mara baada ya kutokea ajali hiyo? Ndugu mwandishi, athari ni kubwa. Nashukuru kwanza hakuna athari ya kiafya, kwa maana watu wote walikuwa wanaishi katika hiyo nyumba ni wazima wa afya. Ndio. Isipokuwa hakuna mali iliyookolewa kwenye hiyo nyumba. Kwa maana vitu vya ndani vimeathiriwa na huo moto. Ndio. Na hamkuweza kupata haraka kujua pengine vitu gani ambavyo vimeungua? Kwa taarifa ambazo tulipata kutoka kwa mmoja wa wapangaji ni kama vile ma-TV, mafriji yameungua, vitanda vimeungua, lakini pia kulikuwa na pikipiki nazo zimeweza kuungua. Kwa maana zimeweza kuungua, tafsiri yake ni kwamba ni zaidi ya moja. Pikipiki ilikuwa ni kama 2. Sawa. Na vipi hali ya wananchi kujitokeza pengine kuweza kusaidia, na watu wa jeshi la zimamoto na uokoaji pengine kama waliwahi kupata taarifa na kufika eneo la tukio? Bahati mbaya tulionayo, kwanza mazingira ya moto wenyewe, namna ulivyoanza uliweza kuongezea, kasaka ilikuwa ni kubwa sana. Ndio. Na hata baadhi ya jamii ambao wameweza kufika katika eneo la tukio, mkuta ile moto umeshavamia katika maeneo mengi. Kwa hiyo haikuwa rahisi mwananchi kwa tena kuingia na kufanya chochote kile, kwa maana ingeleta athari kubwa kabisa zaidi. Na katika upande wa zimamoto, kimsingi kwa hapa katika mashauri yetu ya mji hatuna iko nini, hatuna hiyo chombo. Labda hiyo chombo tungetarajia toke labda ilivyokuwa mkoani Mtwara, ambako nako pia kuangalia kwa umbali wake singeweza kuwa rahisi kuweza kwa hilo tukio. Ni kweli. Mimi nikushukuru sana kwa taarifa hii, poleni sana. Na jeshi la polisi pia walifika eneo la tukio? Jeshi la polisi walikuwa nao, na mpaka tunatoka pale pia tuliwepo na mkuu wa kituo. Okay, nakushukuru sana Nanyamba. Asante sana. Na mtazamaji wa Faida Online TV, tutaendelea kulitafuta jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mtwara kwa lengo la kupata taarifa hii, ingawa tumeambiwa hapa kwamba hawakuwahi kufika na ni umbali mrefu kutokea hapa Mtwara mjini kuelekea Nanyamba, lakini tutazungumza nao kwa ajili ya kuweza kupata taarifa ya kimamlaka. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.